hili tunajua wazi kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mtumishi wa umma. Ameapa kula kiapo kwa ajili ya kutumikia watu, na kwa mantiki hiyo sisi kama wanahabari tunalo jukumu la msingi la kujadili, kushauri na kusema pale tunapoona hapa hapapo sawa. Sasa huo ndio msingi wetu mkubwa na sote tunajua. Sasa kwa sababu Rais Samia aliapa si kwa ukabila, si kwa udini, si kwa rangi. Aliapa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi hapa mara zote hata mwaka jana tulimjadili kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa vyama vingine vya siasa hapa tupo kujadili, huyu ni wa CCM, huyu ni wa Chadema, huyu ni wa ACT Wazalendo, huyu ni wa Chauma. Sisi tunajadili rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye aliapa, si aliapa kwa chama chake, aliapa kama mtumishi wa umma. Kwa msingi huo wa kwanza nilitaka niuweke sawa. Na kwa sababu yeye ni kiongozi na ni mtumishi wa umma, kwa mujibu wa katiba yetu ni kwamba kuapa kwake kupitia serikali yake anawajibika kutengeneza ustawi zinatoka kwa wananchi. Sote tunafahamu hilo. Kwa hiyo huo ndio msingi mkubwa. Sasa kama mwanahabari na wenzangu tuliokaa tukazungumza kwamba sisi tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nilikuwa namwambia kwenye kamati ndugu Mansuri kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kilifanya, kwa kizungu wanasema they have done unthinkable, kwenye kufikiri kwamba Rais Samia ndiye anawafaa kuwa mgombea. Vyama vingine havijasema. Sasa kwa sababu wao wamefanya, haituondolei wajibu wetu wa msingi sisi kumpima na kujadili katika level ya utaifa kama rais wa nchi. Sasa hapa hatumjadili rais, hatumjadili mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wala hatumjadili mtu ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi. Japo kwamba 2015 mpaka 2020 mkataba wa msingi wa wananchi ulijengwa kwenye ilani. Ilivyojengwa ilikwenda kuunda serikali. Sasa sisi mkataba wa msingi tunayeandikishana naye na tuliandikishana naye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwaona hapa tuna wajibu wa kujadili, kwa sababu CCM walisema Dr. Samia amefanya a tremendous job kwenye nchi hii, wakakubaliana tarehe 17, 18 pale Dodoma walikubaliana. Je, wananchi tunaona tremendous. Sasa tarehe 18 mwaka huu tunajua tarehe 19 ndio siku aliyoapa kuwa rais wa jamhuri. Kwa nini sisi tunafanya tarehe 18? Ni siku moja kabla ya kuapa. Na mwaka huu ukumbuke, mwezi wa 3 ndio kuna matukio makubwa mawili, ndio tuliyempoteza John Pombe Magufuli, na tukio hili pia lilifanyika mwaka 2021 mwezi wa 3. Na mwaka huo 2021 mwezi wa 3 tulipata rais. Kwa hiyo tulikuwa na vitu viwili, na mwaka huu tuna vitu viwili. 17 tunaadhimisha miaka kadhaa ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, na ndio mwaka tunaadhimisha miaka 4 hiyo ya kuapa kwa Dr. Samia. Sasa yako makundi kadhaa, watakuwepo vijana voluntary kabisa, vijana wa taifa hili, wawe bodaboda, wawe intellectuals, manake watu kutoka vyuo vikuu ambao watakuja kuonyesha thinking yao, watakuja wakulima, wavuvi. Tunachotaka kila mmoja aseme maoni yake, na hapa kwenye hili bango limesisitiza kwamba maendeleo ni haki yako, jiandikishe, piga kura na jenga taifa lako. Maana yake hapa tunazungumzia misingi ya nchi, hatuzungumzii term
za mapitisho ndani ya vyama vya siasa. Sasa kwa kusema hayo basi, nilisema press yangu itakuwa fupi sana. Natumia fursa hii kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wote kuja kwenye ukumbi wa Kwatunza Beach tarehe 18 mwezi huu wa 3, ambapo tutakuwa na mdahalo na mjadala mkubwa wa kupima kwamba yanayozungumzwa na vyama vya siasa ndiyo tunavyoyaona sisi wananchi. Nani anapaswa kuja kutuambia? Ni sisi wananchi. Tutakutana pale tuweze kufanya endorsement. Kama kweli amefanya, lazima tupime, tunampa tena, na kama hajafanya tutashauri kwamba hapa sio. Sasa nani anatakiwa kusema hayo maneno? Ni sisi wananchi kwa ujumla wake, kuja kujadiliana, kuweka misingi ya utaifa, kuweka maoni yetu. Na mimi mnanijua, kwenye nyeupe huwa na mimi niko mweupe, na kwenye nyeusi huwa niko nyeusi. Angalia vipindi nimefanya midahalo kadhaa. Kwa hili ni eneo langu la utawala kabisa. Ninapokuja swala la midahalo, mimi ni sehemu ya utawala wangu kabisa. Nimefanya na makatibu wakuu, nimefanya na viongozi, mawaziri, nimefanya na wasemaji wa serikali, nimefanya na hata siku ile mlikuwepo waziri mkuu pale, tulimuuliza mambo kadhaa na aliyatolea ufafanuzi kwa kina. Na watu wakati tunafanya kipindi kile kulikuwa na shida ya umeme hapa nchini. Tulimuuliza waziri mkuu top level ya shughuli za serikali, mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, tulimtaka, tukamuuliza na akatufafanulia. Nafikiri leo tunajua majibu yake, yamefanyika hajafanyika. Sasa hapa hatupo kusema wamefanya au hawajafanya. Siku hiyo umma, kwa sababu umma ndio wenye mamlaka full ya kuteua na kutengua. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema karibuni Watanzania wote Kwatunza Beach tarehe 18 kuanzia saa 3 asubuhi, na kutakuwa na shughuli hapa katikati kuelekea kwenye hilo tukio. Tutaenda kukutana na makundi kadhaa, kwa sababu kuna makundi mengine yatatoka voluntary kabisa. Tulijaribu kuambia vijana katika vyuo mbalimbali waje kutoka Kagera, waje kutoka Shinyanga, waje kutoka Simiu, waje kutoka Mara, kote huku. Msingi mkubwa ni kujadili miaka minne ya Dr. Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani ibara ya 33 ya katiba iko clear kwamba kutakuwa na mkuu wa nchi, kutakuwa na mkuu wa serikali na kutakuwa na amiri jeshi mkuu. Hapa sisi tunamjadili mkuu wa nchi, head of government, head of state and commander in chief, ndio mtu ambaye tunatakiwa kumjadili sisi hapa. Sasa kwa mantiki hiyo basi, vyombo vya habari sikio vitakuwa live ili kutoa uwanda mpana kwa watu walioko Tandahimba, walioko Dar es Salaam ambao hawatafika. Kuna waandishi wawili wataongoza mjadala huo kwa kina kabisa. Dr. Emmanuel Bulendu, namfahamu, mhadhiri, sasa hivi ni dokta, alimaliza chuo huko China, karejea. Atakuwa ni mmoja wa waendesha mdahalo huo mkubwa wa kitaifa ambao utaenda kujadili rasilimali za nchi na mwelekeo wa taifa, wakiambatana na mtu mmoja sasa hivi, kijana wangu anaitwa Chief Edwin Odemba, atakuwepo hapo. Wao watakuwepo hapo kujadili na kuongoza mdahalo hiyo. Mgeni rasmi atakuwa nani? Najua mnasubiri hapo. Tutakuwa na press ya pili kuwatangazia kama tulimleta waziri mkuu kwenye mdahalo huu. You can think nani anaweza kuja. Kama ambavyo siku 3 kabla ya tukio tutakuja hapa tena kumtangaza sasa mgeni rasmi atakuja nani. Na mgeni rasmi actually hatuwezi kumuita mgeni rasmi, naomba nirekebishe vizuri. Tutamuita mtumishi wetu kuja hapa. Tumuulize kwamba wewe tulikupa hiki, wewe tulikuelekeza hiki tunakupongeza umekifanya. Je, hiki? Kwa hiyo tutakuwa na kazi ya kumshauri, hata kumuonya, kwa sababu si mtumishi wetu bana. Ibara ya 8 inasema, siku 3 kabla ya tarehe 18 nitawaita, na ndio tutawatangazia kwamba mtumishi wetu atafika hapa, tutamuuliza, na nyinyi kama wanahabari mtakuwepo.
tutamshughulikia kwa maswali na tutampongeza kwa maswali na tutaonya panapostahili. Tarehe 18 mwezi wa 3 kwa Tunza Beach kuanzia saa 3 asubuhi kutakuwa na mdahalo huo. Nitumie fursa hii kuwashukuru na kusema mjadala utakuwa wa wazi na watu wote wanakaribishwa ikiwemo vyama vya kisiasa. Mimi nawashukuru sana. Hilo ndio lengo kubwa la kuwaita kuzungumza hapa siku ya leo. Asante sana mwenyekiti, na sasa rasmi anazindua rasmi tukio la mafiga manne kwa mwaka 2025 baada ya mwaka jana kuwa na mafiga matatu, kumchambua kwa kina Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nini amefanya katika miaka yake mitatu, na sasa anakwenda tena kumchambua katika miaka minne. Kwa hiyo sasa naombeni mwenyekiti, naomba uruhusu tupokee maswali ya waandishi wa habari, waulize na baada ya hapo uhitimishe. Basi karibuni sana waandishi wa habari kwa maswali. Naomba nianze na utasema jina lako na utakwenda moja kwa moja kwenye swali. Karibu sana. Naitwa Adela Msikiwa, nafanya kazi na magazeti ya serikali. Ndio. Kwanza sijui wewe wazi kwamba unakuja unatuambia ni mwenyekiti. Background yako ni mwenyekiti wa nini? Anafanya nini? Yaani hapo naona kama pana kwa kidogo mtendaji. Ni mwenyekiti ni mwenyekiti. Sijui. Haya, asante. Swali langu la pili la msingi lilikuwa ni kwamba mwaka jana tuliona kilichotokea. Lakini sasa kama taasisi nasema kwamba tutamwambia kwamba hiki tulikupa umekifanya, hiki hujakifanya. Sasa kama taasisi na kwa kukumbuka kilichotokea labda mjadala wa nyuma, ni nini kilikuwa kimefanyika na sasa hivi ni nini mnaona kimefanyika? Kwa sababu naona bango lenu kuna maneno yanazungumza. Okay. Sawa. Tumechukua kutoka magazeti ya serikali. Haya, karibu mwingine au tunajibu moja kwa moja mwenyekiti? Tunaweza tukakusanya Tukusanye. Haya. hata matatu kwanza. Tutakwenda na matatu. Karibu Zefania. Sawa. Swali la mwisho kwa nafasi ya kwanza. Unatoka Jambo TV. Tunaomba sauti tafadhali. Mwaka jana walikuwa wanapiga matatu. Mwaka huu wanapiga manne. Yaani kwa nini sasa hivi tunapiga manne? Sawa. Haya, asante. Mwenyekiti, nikupe fursa sasa ujibu haya, lakini mimi nianze hili la kwanza la kwa nini nilianza kumuita mwenyekiti. Nilianza kumuita mwenyekiti kwa sababu moja, sikutaka kufumbua kile ambacho alikuwa anakwenda kukizindua. Kwa hiyo naomba nitangaze rasmi huyu ni mwenyekiti wa taasisi ya mafiga manne kwa mwaka 2025. Kwa hiyo nilisema mwenyekiti kwa sababu ilikuwa bado iko kwenye blank, hajasema nini anakwenda kukifanya. Kwa hiyo naomba nitangaze rasmi kwamba mafiga manne kwa mwaka 2025 sasa tumeizindua rasmi. Kwa hiyo ninaomba nitolee ufafanuzi hilo. Kuna jambo la pili ni kuhusu kupiga kura. Twende kwenye swali la kupiga kura hapa mwenyekiti. Okay, kuna swali kuna bii yake ulikuwa nayo. Ilikuwa ambalo ni kama taasisi ni nini mnaona kitafanyika? Kwa sababu naona bango lenu linazungumza na ya Tanzania na JM na SGR. sawa, nimeelewa. Iko hivi. Msingi wa kuzungumza hapa nimeanza kwa kusema Rais Samia ni mtumishi wa umma, na kwamba kwa kuwa ni mtumishi wa umma anawajibika kikatiba kutengeneza ustawi wa wananchi. Katiba ibara ya 11 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko clear kwamba serikali pamoja na mambo mengine inawajibika kutengeneza ustawi, itaweka utaratibu na mambo mengine kutengeneza ustawi kwa wananchi wake. Sasa ustawi wa wananchi wake ndio kama hayo, inaweza kujenga miundombinu, inaweza kujenga hospitali, inaweza ikajenga kitu chochote. Kwa hiyo kwenye hili bango umeona Air Tanzania. Hii Air Tanzania hii, mimi si mwanachama chama chochote, lakini napanda, lakini wana vyama vingine wote wanapanda. Kwa hiyo huu ndio msingi wa utaifa naozungumzia. Hapa kungekuwa na jengo la Chama cha Mapinduzi hapo, swali lako unaosema mbona kuna jengo la CCM pale, ile ni picha ya powerhouse ya Mwalimu Nyerere, bwawa la Mwalimu Nyerere.
ambalo hili hata hapa tuna huu umeme, sio? Kuna vinu vimewashwa kule, sio? Hayo ni mambo tunayazungumza kwa sababu yana msingi wa kitaifa. Tunazungumzia SGR, hakuna mashaka. Mimi nimepanda, nimeona na viongozi wengine wa vyama vingine wamepanda. Kwa hiyo hii ni msingi wa utaifa na uzungumza. Serikali imefanya ustawi wake. Kwa hiyo kusema kwamba hakuna kitu kilichofanyika kabisa, sasa huo utakuwa ni uhuni na wahuni. Unajua wahuni ni, siku moja nilikuwa naongea na ndugu yangu Amflay, ananiambia wahuni ukisema hamna kabisa ni kwamba wahuni wana sifa tatu muhimu sana. Moja ni watu wa mikakati kabisa. Kwa hiyo wanaweza kuja wakakupa mkakati ukaamini. Lakini pia wahuni wapo, wanaweza ni watu wako focused. Kwa hiyo wanaweza kusema hamna kabisa hiki kitu na ikaonekana hakuna. Lakini pia wako consistency. Wanafanya leo, wanafanya kesho kutwa. Sasa watu wema huwa hawana mikakati sana. Na huwa hawako consistent na hawako focused. Maana wanaweza kuongozwa na huruma na nini. Kwa hiyo hizi picha hilo ni daraja la Kigongo Busisi. Hili anapita mtu yoyote, ndio ustawi ule. Nilikuwa nazungumza kwamba mkuu wa nchi anawajibika kikatiba kututengenezea ustawi. Sasa ikitokea kuna hoja za kisiasa, sasa hao watafanya wanasiasa. Sisi ni wanataaluma, wanahabari, tuna haki ya kujadili. Wanapokosoa tunakosoa, tunaposema tunasema. Nadhani nimelijibu hilo swali. Swala la pili, kupiga kura ni kampeni. Wanasema kupiga kura ni kampeni, kwamba maendeleo ni haki yako, jiandikishe, piga kura na jenge taifa. Mimi sifanyi kampeni na sina eneo lolote naingia kwenye kamati zozote za kufanya kampeni. Haya ni maneno yako wazi kwamba kwa mujibu wa katiba yetu utaratibu wa kupata viongozi upo kwenye kupiga kura, na ili upige kura kuna msingi wake unakoanzia. Kuna vyama sasa vya siasa huko. Hivyo vyama vya siasa vitatuletea mtu. Vikituletea mtu, sisi watatengeneza ilani zao, wataanza kampeni. Na wakianza kampeni, jukumu la wananchi sasa, ibara ya 8 sasa, ni kuwaweka hawa watu madarakani. Na hakuna namna nyingine ya kuweka madarakani, utaweka kwa kupiga kura. Na hutaweka kwa kupiga kura kama hujajiandikisha. Sasa kama kuna kitu ukitaki, huwezi kusema tu sitaki. Namna pekee utajiandikisha ili upate haki ya kumfukuza unayetaka kumfukuza. Nje ya hapo hutamfukuza, utakuwa unapiga maneno barabarani. Kwa hiyo mwanangu, ukishawachagua wataenda kuimplement mlichokubaliana. Sasa hicho unachosema maendeleo, msingi wake lazima wachague hawa watu. Sasa hii sio kampeni, ni maneno yako wazi. Najua msingi wako unataka labda kusema mbona kuna no reform no election, wewe unasema watu wajiandikishe. Sasa kama msingi wa hilo swali ungelileta, lina majibu yake. Ila sio sehemu ya swali lako, labda kama utaliongeza. Kwa nini miaka mitatu, mwaka jana, mwaka huu miaka minne, mafiga manne? Mwaka jana mafiga matatu, mwaka huu mafiga manne. Kwa nini? Hapa nitatoa lecture kidogo kama dakika 2. Nitaanzia kutoa mfano wa mbali kidogo ili nije hapa. Najua unapata confusion. Mafiga matatu, ukiwa na maana mafiga huwa yako matatu. Mafiga manne. Kwa nini mafiga manne? Tulikokuwa kijijini huko hatukuyaona mafiga manne, sio? Lakini katika modern society hata mawe 7 yanaweza kuweka sufuria, sio? Ndio maana kuna majiko na vitu vinne. Sasa iko hivi. Kwa nini nakupa confusion? Ni kwa sababu ni idea. Kitu kilichokuzamisha kichwani ni idea, mawazo, sio? Wanasema idea, it's an activity of thinking. Ndio maana ulishawahi kuona chuki, ulishawahi kuiona chuki.
mkononi kwako. Nikikwambia unionyeshe chupi, unaifahamu? Upendo ushakuona kwamba ule ni upendo, ni idea, sio? Kwa hiyo ni swala la kutune mind. Kutune mind. Ukitune mind, unaamini hivi, mafiga manne si kweli hayawezi kupika, sio? Maana yake ni miaka minne. Mafiga matatu ilikuwa ni mafiga matatu. Miaka minne, mafiga manne. Kinachokutia wasiwasi ni thinking ambayo umeamua kuiweka, sio? Yaani ukiamua hivi, kwa sisi wa Katoliki kuna amri 10. Amri moja hapo inasema usiibe, sio? Usitamani, sio? Kuna mayo maneno usitamani, sio? Lakini ushaiona ile matamanio kwamba kutamani kunaonekanaje? Thinking. Kwa mimi nafikiri tuko kwenye mjadala wa kubadilisha mindset. Tupo kwenye mjadala wa kubadili mtazamo na namna ya kufikiri. Tukishafikiri tofauti, ndio tutaweza kusonga kwa tofauti. Tukienda vitu business as usual, ndio tunaweza kudhani kila kitu kiko sawa. Asante sana.